uchambuzi huu ni muhimu sana kwa sababu pamoja na kufanya uchambuzi, lakini pia tutajaribu kuona yapi yamefanyiwa kazi na hali halisi ya utekelezaji wa maoni tuliyoyaona na dhana ya uwajibikaji wa serikali katika kipindi cha miaka minne, na kwa hiyo kufanya tathmini, na tunaamini tutatoa pia mwongozo wa nini kinapaswa kufanya katika kipindi hiki, ambao mwaka huu tunafahamu sote kwamba ndio mwaka ambao wananchi wanapata nafasi ya kuiwajibisha serikali yao kwa kuifanyia tathmini ya kina juu ya namna iliyofanya kazi. Kwa uchambuzi huu wa mwaka huu ni uchambuzi ambao tunaufanya kabla ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu, na kwa hiyo tunafanya uchambuzi wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, ripoti ya mwaka 2023-2024, ripoti ambayo kama ambavyo mambo mengi yamekuwa yakifanyika, habari ya mjini huko imekuwa wimbo mkubwa wa kila linalofanya linaitwa la mama, na kwa hiyo sisi ripoti hii tunaiita kuwa ni ripoti inayoonyesha ubadhirifu, uozo na ufisadi wa mama. Leo kama mnavyofahamu, tarehe 16 Aprili mwaka 2024, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Bwana Charles Kichere alitoa taarifa yake ya ukaguzi wa mapato na matumizi ya fedha za umma kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 bungeni baada ya kuikabidhi kwa rais mwishoni mwa mwezi Machi mwaka huu. ACT Wazalendo tumeisoma, kuipitia na kuichambua taarifa husika kwa lengo la kuitumia ili tusaidie kutimiza wajibu wetu wa kuisimamia serikali kama chama mbadala nchini. Katika uchambuzi wetu tumeona zipo hoja nyingi za ukaguzi zinajirudia mwaka hadi mwaka. Aidha, katika uchambuzi wa miaka mitatu kwa maana ya 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 na sasa 2023-2024 tuliibua hoja 40 kutoka katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na tumeona hoja nyingi zikijirudia na hakuna hatua za msingi zinazofanywa kuwawajibisha wahusika, wakati ambao bunge la CCM limehalalisha ndoa yake na serikali na kuamua kusaliti majukumu yake ya kikatiba ya uwakilishi wa wananchi na kuisimamia serikali. ACT Wazalendo tunaendeleza wajibu wetu wa kuwawakilisha wananchi kwa kuitumia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuainisha uozo, ubadhirifu na uzembe. Uchambuzi wa ripoti ya CAG mwaka huu, sisi ACT Wazalendo tutapitia uchambuzi wetu na tutaonesha maeneo 10 ambayo tunakusudia kuyaeleza hapa kwa wazi kwa Watanzania. Na kama mnavyofahamu, mimi kama waziri mkuu kivuli nitaanza kwa kuainisha maeneo matatu, kisha nitamkaribisha waziri kivuli wa fedha ataainisha maeneo 4, na yeye baadaye atamkaribisha waziri wetu kivuli wa TAMISEMI ayamalize, na baadaye kiongozi wetu wa chama ambaye ndio kiongozi wa baraza kivuli atakuja hapa kufanya hitimisho ambalo kwa sehemu kubwa itakuwa ni kuona haya tuliyoyaibua katika kipindi hiki cha miaka minne yamefanywa kazi kwa namna gani na kutoa wito wake, hasa katika wakati huu tukielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Eneo la kwanza tunaloliangazia leo ni ubadhirifu na upotevu wa fedha za umma. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024 imebainisha hoja za ubadhirifu unaotokana na upotevu wa fedha, ufisadi na ukiukwaji wa sheria za manunuzi zenye thamani ya shilingi trilioni 2.56. Ripoti ya CAG imeainisha ubadhirifu wa wazi na dhahiri uliofanywa na serikali ya CCM ule wa fedha karibu trilioni 1.116, ambapo ubadhirifu katika serikali kuu bilioni 141.95, ubadhirifu katika miradi ya maendeleo bilioni 190, ubadhirifu katika sekta za mitaa, serikali za mitaa bilioni 134, na ubadhirifu katika mashirika ya umma wa bilioni 650. Maki hizi ni hoja ambazo ni moja kwa moja fedha zimeibiwa. Ziko hoja zingine zinazofanya ubadhirifu wote ambapo unaona kama fedha zimepelekwa kwenye matumizi yasiyotarajiwa ambayo hayakupangwa na maeneo mengine, lakini hizi ni fedha ambazo CAG anaonyesha zimeibiwa moja kwa moja.
na kama tunavyofahamu miaka yote imekuwa ripoti hizi zikitolewa, lakini hakuna uwajibikaji. Katika ubadhirifu huu, ripoti ya CAG inaonyesha ya kwamba takribani bilioni 506 pekee ya ubadhirifu unatokana na matumizi yasiyo na tija na ukusanyaji wa mapato nje ya mfumo wa kielektroniki. Kwa mara nyingine tena tunaona tija ya serikali ya CCM ni kuendeleza ufujaji na upigaji. Tija ya CCM sio ustawi wa wananchi. Tija ya CCM ni kutufanya tuendelee kuwa mateja wa mikopo, huku tukipoteza kiasi kikubwa cha mapato yetu ya ndani. Ripoti ya CAG inaendelea kubaini kwamba jumla ya kiasi cha shilingi trilioni 1.446 kinatokana na upotevu wa fedha za umma, ambapo trilioni 1.34 pekee zinatokana na deni ya mapato yasiyokusanywa kwa maana ya ada, faini na gharama za huduma, na hivyo kuwa sehemu ya fedha za umma zinazopotea. Inastaajabisha kwamba badala ya kuhakikisha ufanisi katika ukusanyaji wa mapato katika wakati ambao nchi na upungufu wa makusanyo, CCM imeamua kukumbatia ubadhirifu. Ni ubadhirifu kwenye mauzo, manunuzi, mikataba, makusanyo, ruzuku, matumizi, malipo. Ni ubadhirifu kila kona. CCM inafanya makusudi kuhakikisha unakosekana ufanisi katika ukusanyaji wa mapato haya, ili mradi kujitengenezea mianya ya rushwa, upigaji na ufisadi ambao unalenga kuwaneemesha wao na kuwafukarisha Watanzania wengi. Pamoja na kumulika na kuainisha ubadhirifu na upotevu, ACT Wazalendo tunasisitiza mambo yafuatayo. Moja, tunasisitiza kwamba watumishi wote wanaohusika na kuwezesha kuwepo na kushamili kwa vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa mapato wakamatwe na hatua kali za kisheria na kiutawala zichukuliwe. Jambo la pili, tunatoa rai kwa vyombo vya habari na TAKUKURU kutekeleza wajibu wao wa kiukombozi, kuangazia, kumulika na kuweka hadharani vitendo vya ubadhirifu na upotevu wa mapato. Ripoti hizi za CAG zilivyo ni kama taarifa ya kitaalamu ambayo inasomwa na watu wachache sana. Vyombo vya habari vikisaidia kuonesha maeneo, taasisi ambazo zimefanya ubadhirifu moja kwa moja kwa kupointi eneo moja moja, mara kadhaa tumeshuhudia kwamba angalau tunasukuma hatua kuchukuliwa. Lakini zikisoma kwa ujumla wake, hata halmashauri, madiwani wakipokea taarifa hizi huwa hawajadili. Kwa nadhani ni muhimu sana kwa TAKUKURU na vyombo vya habari kujaribu kuyaona haya maeneo na kuyaeleza kwa uwazi, ili kuhamasisha uwajibikaji na kutaka wahusika angalau waonekane wanaguswa na hiki kinachotokea. Vinginevyo kwenye halmashauri kinachoenda kuangaliwa ni tumepata hati safi. Ndio wakati mabaraza yanakutana wanajadili hati safi bila kujadili zile changamoto zilizoibuliwa na CAG ambazo zinaainisha wizi na ufisadi mbalimbali ambao umewailishwa. Wakurugenzi wa halmashauri wanawabeba wazima madiwani kuwaelekeza kwenye kupokea hati ambayo inaonyesha mtiririko wa mahesabu badala ya yale masuala mahususi ambayo kwa kweli yangeweza kufanywa kazi. Hata bodi zetu za mashirika ya umma yenyewe yanajiridhisha tu na kwamba kuna hati safi bila kuangalia hizi hoja ambazo zimeibuliwa. Kwa hiyo muhimu sana kama vyombo vya habari vitafanya kazi ya ziada ya kuonesha haya maeneo ili angalau kuchochea uwajibikaji, kwa sababu vinginevyo kila mwaka hizi ripoti zinakuja na mambo yale yale. Mwaka huu pamepigwa hapa na mwakani panarejewa pale. Lakini jambo la tatu, tunasisitiza kwamba serikali ihakikishe kwamba mfumo wake wa kielektroniki unafanya kazi kwa wakati wote na maeneo yote na kuweka utaratibu wa kuto kuruhusu miamala kufanyika nje ya mifumo. Mfumo rasmi wa makusanyo ya fedha sasa hivi imewekwa kielektroniki, lakini utokea baadhi ya nyakati haufanyi vizuri, kwa hiyo watu wanakusanya keshi. Matokeo yake zile zilizokusanya keshi huwa hazionekani. Na kwa hiyo kunatoa mwanya wa kuchekusha ule mfumo ambao ndio unadhibitika na ndio mfumo unaoenda kukaguliwa. Eneo la nne, tunasisitiza kwamba viongozi, wawakilishi kwa maana ya wabunge, madiwani, vyama vya siasa, wadau wa maendeleo pamoja na wananchi kuhakikisha tunakata mirija ya ubadhirifu ili kujihakikishia kuna kuwepo na ustawi wa kweli wa watu. Na namna pekee ni wito wa uwajibikaji. Yaani lazima mawakilishi wetu, wabunge, madiwani wasimame imara kuhakikisha kwamba wanaofanya mambo haya wanawajibika. Vinginevyo
haya maelezo ya CAG kwa kweli yanakuwa ni kama mambo yasiyokuwa na manufaa, yaani jicho la wananchi ambalo limekosa makali linaona mahali ambapo pana uozo, lakini hakuna anayeweza kukemea, hakuna anayehangaika na ule uozo unaoonekana. Kwa ni muhimu sana wawakilishi angalau kupata hisia pale wanapoona kina mama wajawazito wanakwenda hospitali wanakufa kwa sababu hawana fedha za kufanyiwa upasuaji, na hizo fedha ukienda kuangalia CAG anakuta fedha zilizokusanywa zimeliwa. Basi angalau wawajibishe, wapige kelele ili wale watu wawe wanawajibika. Sisi wazalendo tunatamka kwamba hatuwezi kuendelea kukaa tu na kubaki kuwa mashuhuda wakati fedha za umma zinaliwa, miradi ya maendeleo inatelekezwa na Watanzania wanaumia na kuteketea. Eneo la pili ambalo mimi nitalizungumzia liloibuliwa na CAG ni ucheleweshaji na kutelekezwa kwa miradi ya maendeleo. Wakati fedha zinaibiwa, lakini ukienda kwenye miradi ya maendeleo unachokikuta ni nini? Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023/24 inabainisha uwepo wa miradi iliyotelekezwa, kusimama au kuchelewa kutekelezwa, hali inayosababisha hasara kubwa kwa serikali na kuchelewesha maendeleo ya wananchi. CAG inaonyesha jumla ya miradi 136 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.34 imesuasua, huku baadhi ya miradi ikiathirika kwa kucheleweshwa hadi 92%. Yaani kama mradi umeguswa tu, hakuna kinachoendelea. Hii inaonyesha udhaifu mkubwa wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hali hii inatia hasira kali, lakini kuona kuwa taifa maskini kama Tanzania ambalo linapaswa kuhakikisha kila shilingi inayotengwa kwa maendeleo ya wananchi inatumika kwa ufanisi, badala yake inashuhudia kuwa